Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Soizana na moko na moko. Amani ya Bwana Yesu ikuwe na kila mmoja wetu. Tundimisa miki nzambe nda pesi biso na lelo. Tunaamini ya kwamba ni Mungu ambaye anatupatia tena hiyo wakati. Pe Yesu asangisaka pamba te. Na Yesu hawezi kukutanisha bure. Soki asangisi ezali po pambola. Akakutanisha iko juu ya kubariki. Kana makambo ebele sengeli asala parce que yebi mitema na biso malamu. Kuna maneno wengi napenda afanye juu anajua moyoni wetu. Donc il faut tibisama ke tamu na ye liboso akolo. Napenda ujue ya kwamba ukajongea mbele ya Bwana uzonga pamba te. Hawezi kurudi bure. Ezala na kundima na yo. Ikwe kwanza imani yako. Parce que Bible elobi juu Biblia taisa biso d'abord inatuonyesha kwamba oyo nyonso azokusana pembeni na Nzambe andimaki Nzambe aza. Yule yote ambaye anajongea karibu ya Mungu inabidi ajue ule Mungu iko. Kazali mofuti ya oyo nyonso azali koluka ye. Tena analipa yule yote anamtafuta. Lokolo zoya koluka ye Yesu. Yesu na pia kumtafuta Yesu. Yeba kifafuta yo. Jua ya kwamba inabidi akulipe. Ozala kaka très attentif na maenseignement nyonso tozali kopesa. Ukwe tunaangalisho juu ya kufuata mafundisho yote tumeleta. Yesu wana bengi akopesa yo bososoli nango. Na ule Yesu anakuita atakupatia ufahamu. Tozwi Daniel chapitre 9. Tunachukua Daniel sura yake ya 9 verset 24. Mstari kidogo ya 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Wiki 7 ililetwa juu ya mji na juu ya taifa ya kizazi yako. Pour faire cesser les transgressions. Juu ya kumaliza kuvunja sheria. Et mettre fin au péché. Juu ya kumaliza dhambi. Pour expier l'iniquité. Juu ya kutosa maovu. Et amener la justice éternelle. Juu ya kuleta ukweli ya milele. Pour sceller la vision et le prophète. Juu ya kufunga maonyo na nabii. Et pour être le saint des saints. Na juu ya kupaka mtakatifu wa watakatifu. C'est mon makasi.
moyoni wetu kuna furaha. Parce que Jésus tangatalaki ba disciple na ye. Juu wakati Yesu alikalia wanafunzi yake, Alobaki bazaba to esengo. Alisema liko watu wa furaha. Ezalaki te kwa someleki bango mituka. Sio juu aliwanulia gari. Abengaki bango bato esengo. Aliwaita watu wa furaha. Ezalika someleki bango bandako. Akuwanunulia nyumba. Mais bisaki bango bazaba te esengo parce que bazoyoka makambo yo basusu bayoki te. Aliwaambia liko watu wa furaha, juu wanasikia vitu ambayo wengine hawakusikia. Mwana esengo ezako oyo Nzambe apesaka ye la vraie parole. Mtoto wa furaha ni mtu ambaye Mungu anampatia neno. Donc tant que le Seigneur s'est kopesa yo la vraie parole, Wakati Bwana anafurahia kupatia on ne neno, pas se la makasi. inabidi furahi. Parce qu'atangi yo na kati ya bako esengeli babika. Juu anakusabu ndani ya wale anapenda waponi. Tozo kolobela sur mabongisi oyo Nzambe aza nango likolo ya Israele. Tunasema juu ya mpango ambaye Mungu iko nayo juu ya Israeli. Mabongisi yango nde eza na kati ya 70 semaines de Daniel. Ile mpango imekutana ndani ya wiki 7 ya Danieli. Mabongisi yango eza mine. Na ile mpango ni ile. Oyo tobengi 4 buts. Ndio tunasema maana ine ya 70 semaines de Daniel. Ya wiki 7 ya Danieli. Eza programme ni mpango lolenge lobiko ekoya pona Israel. Namna gani wokovu itafika kwa Israeli? Yango tolobeli d'abord premier but. Tulisema kwanza juu ya maana ya kwanza. Premier but, maana ya kwanza ezalaki ke Nzambe apesi programme wana 70 semaines de Daniel. Ilikuwa Mungu alileta mpango ya wiki 7 ya Danieli pona kosilisa kobuka mobeko, juu ya kumaliza kuvunja sheria, pe kosilisa lisumu, juu ya kumaliza pia dhambi. Tolukaki na écriture nitafuta maandiko définition ya transgression, tafsiri ya kuvunja sheria. Tozwaki yango na Mateya oyo Jean teyaki, yachukua mafundisho ambayo Yohane alihubiri na livre ya 1 Jean 3 verset 4. Yohane ya kwanza sura yake ya 4 mstari kidogo, mstari ya 3 mstari kidogo wa 4. Quiconque pêche, ule wanasema yule yote atatenda dhambi, transgresse la loi, anavunja sheria. Le péché, dhambi, et la transgression de la loi, ni kuvunja sheria. Donc c'est que va expliquer très bien péché, balitafsiri mzuri dhambi, la transgression ni kuvunja tu sheria. Mais tozongi na Daniel 9 au verset 24, tunarudi kwa Daniel sura yake ya 9 Nzambe apesi programme wana pona kolongola les transgressions. Baada Mungu analeta ile mpango juu ya kuondoa maovu. Donc kumbuka mobeko maloba ya Nzambe fwesina. Kuvunja sheria inabidi neno la Mungu ishe. Maintenant tolobaki intérêt na yango eza nini? Tulisema faida yao ni nini? Solo tokendaki na Deutéronome 28. Tulienda Kumbukumbu ya Torati 28. Soki Israël azotoka la parole, wakati Israël anachukua neno, soki azotosa parole de Dieu, akaheshimu neno la Mungu, azalaka très puissant, anakuwaka na nguvu kabisa. Banation bazalaka na sena ye, mataifa yote na kuwaka chini, bakoki kokoka ye te, hawawezi kumweza, pe azalaka peni, na anabarikiwaka, pe Nzambe atikaka ye na terre oyo apesa Abraham, na Mungu anamwachaka kudongo ambayo alipatia Ibrahimu. C'est ça l'importance ya obéissance, ndio maana ya kutii. Lolenge moko na ngambo na biso, hamna moyo ndani yetu, soko zobeir ukatii, Nzambe azokondisa yo nzungu ya valeur na ndako na ye. Mungu anakufikisha chungu ya damani nyumbani mwako. Azotombolo davantage ozokoma très important. Atakuinua utakuwa ya muhimu. Pozopika obéissance. Juu unaishi kutii. Mais oya fandika la transgression sur transgression. Ule ameketi juu ya kuvunja sheria. Oya zotosa la parole te. Ule hashimu neno. Yebaki azako se diminuer kabisa kwamba atajishusha tu. Et Israël akati na yebaki importance ya ye atika ko transgresser. Israeli alijua faida yake kuacha kuvunja sheria. Mesimba malamu. Unikamate mzuri. Kotika kobuka mobeko. Kuacha kuvunja sheria. Ekoyana makasi na ete. Haiwezi kuya nguvu yake. Frère kotosa eutaka na makasi ya mtu yemo kote. Kaka kuheshimu na haitoke nguvu ya mtu. Il faut Nzambe apesa mitindo. Inabidi Mungu alete ruhusa. Alobake oyo yo akanda kotosi. Aseme huyo aanje kutii. Aibisaki Pierre. Alimwambia Petro. Simon Pierre okowanga na ngai. Alisema
alisema Simoni Petro utanibisha. Yeye alobi ata batoni oso batiki yo discipline so. Petro alisema wanafashi wote wakakuacha. Amen na kwa sana kutosa hiyo. Hapana mimi siwezi. Haita Simoni bia okowanga. Aambia Simoni Petro utanibisha. Kala niveau ya kuwanga na Simoni Pierre. Angalia jinsi Petro donc Simoni Pierre na niveau na yeye asangisa ki makasi na yeye nyoto poato sa yeye. Simoni Petro alichanga nguvu yake yote juu ya mheshimu Yesu. Yesu ambaye alobi okotosa tena. Yesu alisema hawezi kumheshimu. Yacheni Yesu tena. Anamtilia Yesu mishi. Ekoi batuni iyo zalaki na bango. Inafika wakati walimuuliza ulikuwa pamoja. Ngate. Anasema hapana mimi. Mwasi mongo amoni plus pafana kina moto. Mke mmoja aliona maji walikaa moto. Iyo zalaki na yeye. Asema ulikuwa pamoja naye. Parce que le ya Simon kama kile tia Yesu. Juu kusema ya Simon Petro ilifika sawa. Atazo wanga na mazolo barokola kaka maître. Hata alikuwa na bisha alikuwa anasema za mwalimu. Mwasi wana sale na lise. Mwanamke yule amengani. Ton langage, ta façon de parler t'accuse. Asema namna yako ya kusema inakuchongea. Unasema sawa yeye. Et c'est pourquoi tu es pas élobelipe ya kota évangile zala. Donc unajua kwamba lugha ya kusema injili ni patikana. Kwa tango zoyo kamozo eba kibazolo ba kota boye. Ile wakati umesikia unajua kweli wanasema hiyo lugha. Ezane tisoko kuteni na mtu. Ni sawa ukakutana na mtu. Oyebisi a prononcer 11. Unamwambia sema 11. Oyoki arabi 11. Anasema 11. Ogo discuter to yebi ke fasa muluba. Au tatia ubishi unajua ya kwamba ni muluba. Eko beliezo yedeyo. Ile msemo inakusaidia. Soko olobi komo moko boya bate. Ukasema china moya hivi. Azoba ko repete teta so repete barere. Aijue kurudilia na nasema na ozo yeba soka za poteni. Utajua mahali amepatikana. Spirituel mapesa la kabomu. Na kiroho ni vile vile. Ukutana na mtu. Unakutana na mtu. Abadika kuexplique yo. Anaanza kutafsiri. Arabike enlèvement mulumba baikoza te. Asema kuinuliwa mnasema haitakuwa. Yuko sito ngeni likolo. Wewe unafahamu unaanza kusema nini? Zamba arabike likoleza yeye. Mungu anasema mbingu ni yake. Apesa ki mabele na moto. Alileta udongo juu ya mtu. Le enlèvement te. Kuinuliwa haitakuwa. Metamto kusekwa. Wakati takufa. Zambe akokoma batunuso mabe. Mungu ataua watu wote mbaya. Batu ya malamu kama neba kotika. Watu mema ambao watabaki. Wanaana roho de Dieu. Mfalme wa mbingu. Anakisiona kaenda yeye na anakuonesha kwa yake, anakuonesha na balivre na yeye. Ndani ya kitabu yake. Ndio konja zamba ngo batu barati balineti. Mfalme wa mbingu watu wanavaa madineti. Alati tisio basali na izini mwana shemiza karo nabo konja zambe. Anavaa shuti ambaye wanatumika yao hapa kwa. Na ba vele utaka shine. Na mavelo inatoka shine. Kwa maana bana nikola ba velo na konja zambe ndani ya kinga. Na mwa lineti na balineti. Na lineti. Donc na miso passe mozala kona bo konja kwa mwana. Macho vile kwanza kupiga kufanya. Yake oyo baba temweni shuka. Utajua kwamba hawa ni watu. Hata yote. Hata kukwambia. Mekaka loleki na yeye ya koloba. Jinsi yake tu ya kusema. Ko yebelo beli na yeye. Utafahamu kweli sehemu yake. Sio kukutana na mtu hata hivi komo na yete. Ukakutana mtu hata kujua chini. Hapo ndo bana gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Anakuambia utukufu ya Mungu ni kuficha. La gloire de Dieu c'est de sonder les choses. Na ufalme ya ufalme Dieu a fait pour un but. Mungu anapenda yote kwa maana. Il faut y mettre pourquoi de chaque chose. Inabidi ujue maneno yote. Uzoka oya zani kona ngapi. Unaanza kusema huyu ndugu yangu. Alobina mtege ngala sababu na assemblée de saints. Ayasema ya kwamba anakuja kwa kaka kota na yeye ndina zote. Sema tu yake. Ozolo ba oya za frère na ba. Unasema huyu ni kaka wangu. Donc na elobeleye bana kage oya dayo. Museme tu utajua huyu ni ndugu yako. Pierre pendela zalaki koloba. Petro vile alikuwa anasema. Atazo wanga. Hata alikuwa anabisha. Mwasi wana Talia alimike elobeli na wezo funda kimufambi nini. Ule lakini alisema kusema yako inachongea umekaa naye. Pierre plus wana jire. Petro akaapa. Yakoza mbeso kalobiko kotosa te. Mungu akasema uwezi kutii. Soka lobio kotosa. Akasema utashimu na utii. Yakona zoe bisoki kotosa izaka grâce. Nakwambia kuheshimu ni neema. Et puis yebeke Pierre azalaki munokwa. Jua kwamba Petro alikuwa na domo. Pierre ndenge bazalaki kutambola chaque fois azalaki papa ya libota. Petro kitu walikuwa natembea alikuwa baba wa taifa. Parce que quelque part de salemaki ke amemaki Jésus ayena ndaku na ye asambeli pona ko kilo. Mahali moja alimbeba Yesu nyumbani mwake akamwombea mama yake bibi yake. Donc Pierre azalaki responsable kwa
nanga. Donc sema Petro alikuwa na mzigo tu, alikuwa na Mais ngomba. remarqué mtongo azui bango Akaangalia yule mtu aliwachukua na mutu na ngomba. usiku juu ya mlima. Na moi babandi le rôle de ciel parmi tous les rôles. Asubuhi wanaanja ufalme wa mbingu uko ndani yenu, ufalme wa mbingu uko ndani yenu. Cherchez le rôle de ciel. Tafuta ufalme wa mbingu. Na mutu lo sang. Usiku maombi. A sentir que ça très sérieux. Akaangalia hii inakuwa matata. Ndalo bien en tout cas il faut na comprendre makambo yango na. Anasema inabidi na mimi niende ni étant parent. sawa vile. Alors Jésus nous avons tout quitté. Soyez Yes. situation d'aller à biso to tikinyo so so zeba. Hapa nene kwa hapa tunaacha Wewe yote. ke to tikinyo so. Inabidi tujue tunaacha. Na kiko péché na zole za ndako na. Nilikuwa na lomba nimekulisha nyumba yangu. Parce que chaque fois na moi guérison. Mchana kuponyesha. Na mutu lo sang. Usiku maombi. Azomona jointe. Aone patikani ya kupita. Ndalo mingi c'est très sérieux faut na tuna. Anasema hii inakuwa matata. Habita to tikinyo. Anasema tunaacha yote. Maintenant toye pana yo. Tunakuja kwako. Yebeke biso sana bandako za ba responsable. Tujue ya kwamba tuko na manyumba, tuko pia na mizigo. Maintenant tokozwa nini? Sasa tutapata nini? Balandaka kolo na intérêt. Wanataka Yesu juu ya faida. Intérêt nde kotinda yo salaka. Faida ndio itakuacha kukue pale. Atami pepeye lokolo sana intérêt kolongwa te. Hata pepe kule kama kuna faida utatoka. Bachola bafinga montier est vivant. Utasema watukane waone kule Mungu wangu ni hai. Vivant. Mungu wangu ni hai. Nazana intérêt na Holanda ye. Niko na faida ambayo inanifuata. Tango na lala kaneba kate. Wakati nalalaka tijua. Eye akundela kangai. Lakini yeye ananipigania. Tango na zalaki na nikumwa mama na ngai ngamo na nibundate. Wakati nilikuwa tumboni ya mama yangu sikupiganisha mipeti. Na jour balobaki ke yo botani. Na siku alisema nisalika. Oyebi sorti ya batoni bayeli kosiba yo. Unajua namna ya watu walikuwa kubeba. Yo zalaki bebe. Wewe ulikuwa mtoto. Ususa bosi mabalia mono ya botami mwana malamu. Mwingine atasema huyu mtoto amesalika ni mtoto. Na motema zolo bacha. Uzo tako. Chini ya moyo anasema afe. Oyebi sorti ya batu bakota ina ndamu na mina tamu. Unajua jinsi ya watu walijia nyumbani wewe. Menani abatela yo. Nani alikulinda? Losambo na yote nzambewa. Sio maombi yako, ni Mungu yeye pekee. Saraki yenda bomba yo. Ilikuwa yeye pekee alikuficha. Arabi unjali likuma mama na yongai na kusiporte yo. Anasema wakati ulikuwa tumboni mama yako. Sio botani. Bado nisalika. Sio kokoma na bompaka na yona bolemba yote. Siwezi kukuacha. Tokana intere tanto la takai. Uko na faida wakati unamfuata. Et puis le lingi zele zalenge papier. Jinsi kujitolea ilikuwa Petro. Parce que Satan va ça la litamwase na la permission pas en Shetani mbele atende Kristo na umbaka rusha kumu. Satan zalaki na besoin à ça le lande Pierre pour la beauté à Jésus. Shetani alikuwa naomba mtumikie Petro juu ya kumuuza Yesu. Aye aibisi Jésus pesa na Pierre. Anakuja anamwambia Yesu Na unipe na Petro. besoin de son mutona nika yelo kwa lizamu. Anasema niko naomba mtu ni mkubwa yake sabi. Yoga nila zoe za Jésus. Sasa mtu anamwambia Yesu. Jésus avait vidéo na professeur. Yesu anasema huyu siwezi kutolea naye. Est-ce que yoga sike Pierre aiba gite? Mbona hata Petro alijua? Négociation sur cette dans niveau spirituel. Maongezi kwa yanafanyikana kukiroho. Pour Pierre ateka Jésus. Petro amtolee Yesu. Pierre aibide. Petro akujua? Mais jour à Sainte-Seine. Siku ya kukula mkate. Satan paye. Shetani pia alikuja. Jésus alobi moko na bina ko livrer ngai. Yesu anasema moyo wenu atatolea. Nde Jean azakola na tola Jésus a posé question. Yohani ambaye alikuwa analala kumbaku ya Yesu Alobi nani yango? asema ni nani? Alobi oyo ngai na kozwa lipa na tie na vino na pesi. Asema yule Jésus ambaye ndapona. Yesu anasema yule ambaye atakamata mkate na pia kujivai nikamupa ni Yesu ambaye Et atakuwa. alobi a trempé ni papesi Judas Iscariot. Wanasema alichukua mkate na pia ndani ya vinyo. Alobi teke apesaki Judas Iscariot lipa. Wanasema wakati tu alimupa Yuda hiyo mkate. Satan moni ke nzambe Yesu aponi muto sengela teka ye. Shetani akaona Mungu anamchagua mtu ambaye anaamini. Le balobi Satan entra. Wakasema shetani akaingia nini? Alors Jésus lui dit ce que tu veux faire maintenant, fais-le. Yesu anasema yale ambayo unapenda kufanya sasa uitende. Dès Judas dimanche konjo. Ndio Yuda akatoka kaenda. Eza pokola ponaki ndei ateka. Iko tu Yesu alimchagua yeye tu. Kolonda swazeka libige oyo na kopesa yende. Bwana alisema yule ambaye Etanga zolo banema na pesa tanzo tala. ile wakati alikuwa anasema shetani. Tango aponi ne balobi Satan
ni Petro. Satan sengaki ndeyo. Anasema shetani alikuomba wewe. Alobaki boye. Alisema hivyo. Wana Jésus azometela lisolo ya Satana ndenga alobaki. Yesu anampikia tata Petro maongezi ya shetani. Alobaki pesa ngai Pierre na Mikael. Anasema unipati Petro ni mkanyange kabisa. Donc Satan sataki ke Pierre hapo no control. Shetani alikuta Petro kuna mdomo. Nani kamuonyesha watu na ngana sana. Mara wakauliza mimi ni nani? Petro anasema, tu es le Christ. wewe ni Kristo. Le fils du Dieu vivant. Mtoto wa Mungu kwa hai. Jésus a loué. Yesu akamshukuru. Diable alikaka yeye sababu Shetani anatamani. yule kama amepanda juu ule. Kaka yeye anakuwa somona na tu kabela naye. Vile anaonekana mingi kwa macho ya watu. Unitole naye. C'est pourquoi somo garder pour sa parole, c'était une grâce. Ndio maana ukachunga neno ni neema ujue. Grâce inayoa tangu kete. Haiko hata nguvu yako. Eza ponza basi peli kobonga libosa bitumba mukuna. Iko tu Mungu anapenda kuficha mbele ya vita ya tu. Ile ya mofoye bake mozolanda kolo par intérêt. Inabidi ujue unampata Yesu juu ya faida. Eza na makambo ya bongisi na tina na ya kitoko. Kuna maneno ambayo yanatengeneza mzuri juu yako. Yango foza laka kolo balokola ndenge Moize ebisa kiba Israelita. Inapenda useme sawa vile Musa aliwaambia wana Israeli. Zeshitio zomona komona bango lisusuta. Sema watoto wa Misri unawaona wewe kuwaonaka tena. Komona makamoneti makasi koleka. Unaona maneno sana nguvu kupita. Meba ke solution nzambe zana yo. Ujue ya kwamba jibu ya Mungu iko pamoja nao. Moize alikoloba. Musa alikuwa anasema Na Psalm 90. Zaburi ya mnane. Alobi sepelisa biso mibu ya mikolo yoko imilia kibiso. Anasema utufurahishe kwa miaka yote ambayo tukiusha. Mwasi moko azalaki na bilanga na ye. Mke mmoja alikuwa na shamba yake. Soki asali bilanga na makasi na ye nyonso. Akatumika shamba yake na nguvu. Eke komi lela kobuka. Ikafika wakati ya kuvuna. Baye babotoli biloko na nyonso. Wanakuja wanachanganya vitu. Azozonga na ndaku nzala. Anarudia nyumbani njaa. Tala kaka batu basiba biloko na bango na badilanga. Ya jinsi watu wanachukua vitu vyake yote. Ne yazwite. Ya kupata kimungu. Ngula wele Yesus. Mwaka ingine kakucha. Alaoni ya travaye. Anatumika na pale. E komi lela kobuka. Inafika wakati ya mavuno. Babotoli biloko na ye. Wananyagaa tena vitu vyake. Esali nde mwana 7 ans. Inabaa vile mwaka 7. Jour wana roi bazaki na Élysée. Ile siku mfalme alikuwa na Elisha. Le Seigneur appelle sa solution ya mwasi wa. Bwana alileta jibu ya ule mke. Achie maroba na monoko ya roi. Anatia msemo kukinywa Na matali mwasi wana. wakati wangali mke. Alobi bozongi salaye récolte ya 7 ans. Anasema mrudishie mavuno ya mwaka 7. Ndeko na nana zoisa mwana nzamba bungisa bate. Kaka yangu nakwambia mtoto wa Mungu apotezani. Sakate. Hawezi kupoteza. Eko komona na kobungisi mejete ezali. Inapasha kuonekana unapoteza. Le Seigneur la bozongi selo plus que yango. Bwana atakurudishia kupita ile. Rappelez-vous de Job abungisa kibebana. Kumbuka Ayubu alipoteza watoto. Et le Seigneur a consolé kaka na bana kaka. Lakini Bwana alimfariji tu na watoto. Abungisi babimwela abungisi biloko zambe tazongi kya. Alipoteza na nyama yake na Mungu alirudisha. Il faut ebarage tango zane la kaya nzambo kole kaka te. Inabidi ujue kama kuna ahadi ya Mungu. Takanda ka mikolo na seza la kanzambe na biso. Juu ya kukuwa na masiku chini ya dunia. Ezanganga te. Sio mfumo. Ndako kikolo bake yozonga na mabele. Jamais. Unapaswa kusema rudi kidogo. Zambe ndako baka moto zonga. Ni Mungu ambaye anasema kama Iko na kati na yo ndimaka kena. Inabidi ndani yako itinge. Ndege na sabo enzamba hivi mikolo na ngana sabo. Sawa niko hapa, Mungu anajua masiku yangu chini ya jua. Kanisa nanu mpaka lokola Sara. Kumbuka kwanza mstari sawa Sara. Mutu azali à peu près na plus ya ba 70 ans parfois. Alikuwa na miaka kupita na Ana kumstara. bambule bele. Alikuwa na miaka mingi. Mais bataliye na Farao anulie. Sara akamwangalia akamtamania. Donc zamba bozongisa mutu jeune. Mungu kuna uwezo wa kumrudisha mtu. Zamba bozongisa mutu. Mungu kuna uwezo wa kumrudisha mtu. Musafiri zambe pa sala kango. Vile unapendaka kutengeneza sura yako Mungu capable. Iko na uwezo. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna yale ni nguvu kwa Mungu. Wewe zambe Unamjua Mungu. alingakate yeko na liloba mosusu epa ya bato. Apendake ufundishie neno kwa watu. Soki neti ngai nalali nzala. Kama mimi nimelanja. Bato bayebisi ngai ke yo zambi. Watu wananiambia nimekosa. Na baruki na tali zambe. Na geuka na mwangalia. Zamba lobi ozali na biloko. Mungu ananiambia sema uko na Ana kwenda waisa watu.
nazana bilo. Nitarudi na waambia watu mimi niko na chakula. Mnanifahamu? Zamba lingakato yekola makambo epangu susa lingakate. Mungu apende ufundishiwe kwa watu wengine. Satan taka yake negen. Wakati shetani alikuja kubustani, ayeko yekusa Eve, anakuja kumfundisha Ewa. Alobi akamwambia tangu bokolia bokoma lokola bazambi. Wakati mtakula mtakuwa sawa wa miungu. Tango baki kolia, wakati walikula namo bali na yeye pamoja na bwana yake, ezalaka bondumba ya nzoto te waneza matea mabe. Alikuwake ukaaba ya mwili, ni mafundisho mbaya. Zaka bondumba nzoto te. Sio ukaaba ya kimwili. Yango mwani na hivi saka bande kwa ngaba branamist. Ndio naona naambia kwa ndugu yangu wanaamini Branham. Ke barobi kolia ngu mandeza kwa sala bondumba. Wanasema kukula mbegu ni kutenda maovu. Alors ne lobeliwana vile msemo tomona ata place nyoka simba mbumate. Hakukuona mahali shetani alikuta. Tomoni be place nyoka lembu mate. Hakukuona pia nyoka kukula mbegu. Donc c'est que l'idée ya wane zolo la nyoka na kati ya ferwa. Ndio kusema ile mafundisho ya mtosa nyoka kwa ile maneno. Parce que tozana verset o nyoka lembu. Hatuna maandiko ambayo inasema nyoka alikula mbegu. Alors tamba zote yake nyoka eba kinzota mwasi. Wakati wanaohubiri nyoka alifahamu mke. Ko eba nzote za koliambuma. Kama wanasema kukula mbegu ni verset ndio nyoka lembu. Maandiko hakuna ambaye nyoka alikula. La révélation faisait sur base ya écriture. Inabidi maonyo ikuwe na maandiko. Lokola verset za te nyoka lambuma. Sawa vile maandiko hakuna ambaye nyoka alikula. Ete ni na bango moko elongoli nyoka na kata likambwana ya bonduma na Eve. Ndio kusema mahubiri yao peke na mtosa nyoka kukaanga ya Ewa. Mais eloko nini na lingina swala borwa. Kitu kana ambaye napenda kuchukua pale. Ezaki tangu zambe yake ko parcourir jardin. Iko wakati Mungu alikuwa kutembea bustani. Azotuna Adam où es-tu? Akauliza Adam uko wapi? Adam où es-tu? Adam uko wapi? Adam lobi na yoki ngombo nayo. Adam anasema nimesikia sauti. Tena kombani na katikati ya elanga na sente. Nimefichama chini ya mti ndani ya bustani. Alobi akamwambia est-ce que olenzete oyo mbumanzete oyo na pekisaka? Anasema ulikula mbegu ya miti ambayo nilikatazaka. Parce que tangu Adam alobaki ke tangu na le na kombani parce que na kisoni na zambo lungu. Wakati Adam alikula alisema nimefichama juu niko uchi. Zambena na yebisa kiete ke Adam zambo lungu. Mungu akumwambia kwanza iko uchi. Chazo ana zamba yebisa kaite. Ile msemo ilikuwa Mungu ayamwambia. Ya Mungu ni zamba a posé question qui t'a appris que tu es nu? Ndio Mungu akamswali. Nani anakufundisha uko uchi? Qui t'a appris? Nani anakufundisha? Ozora malama, unanisoma vizuri. Soki batu balobike na tuli. Kama watu wanasema nimechelewa. Combien avancé? Wanasema miaka inaendelea. Mais soki na yepa nzambe, nikakuja kwa Mungu. Aibisinga lobike yasa la kaelo konyoso malamu na tango na hu. Niambia anapenda maneno yote mema kwa wakati yake. Tangu na kobi mwana kitu na kolobete. Wakati tatoka ibada ndana tulite. Mimi sikuchelewa. Zamba kosa lelo kwa malamu ni korona ngai. Mungu atafanya maneno mazuri na tango na yangu. Na wakati yake. Donc elobelide azambe ne fesimba yo. Inabidi msemo ya Mungu ikubali. Et ça très important. Ni ya muhimu kabisa. Nyoso na sione kwa kotali c'est un peu sur respect à parole. Yote nilitembea bila kuonesha kuheshimu neno. Et là une grâce. Una neema. Mais tant au monde aussi Israël. Wakati naona Israeli alaki ko désobéir. Alikuwa anakosa kuheshimu. Azoto sate. Aheshimu. C'était Dieu toujours. Ilikuwa tu Mungu. Ezambe maintenant na wakati asalelaki ye programme kwa longola transgression. Mungu alitengeneza mpango juu ya kuondoa kuvunja sheria. Nde yango totalisi intérêt ya kotosa. Ndio tulionyesha faida ya kutii. Soko zu Deutéronome 28. Ukakamata Kumbukumbu ya Torati 18. À partir ya verset 1 tina verset 14. Usomi ya kidogo ya kwanza mpaka 14. Aux yeux aussi Lévitique 26. Unachukua pia Walawiiko 26. Obandi à partir ya verset 3 tina verset aussi 14. Unaanza usomi ya kidogo ya 3 mpaka 14. Na Lévitique atati na verset 13. Levitique mpaka 13. Kuna zote isasoki Israeli azobeir makamnina kutaka ya kitoko. Ule alionyesha kama Israeli anatii maneno gani mzuri atakutana nayo. Mais soki azali kotosa te kama haheshimu
makambo akutana na yango maneno atakutana nayo. ekomami à partir ya verset 15 Imeandika mstari kidogo ya 15 ya Deutéronome 28 ya Kumbukumbu ya Torati kitina se 18 même tina ba 50 quelque ukashuka mpaka 15 kuendelea. bazotalisa soki azotosa te azotransgresse makambo Wanaonyesha ya wakati aheshimu na anavunja sheria. donc par là Na pale soko otangi yango ukaisoma ekotalisaka Israël soki aza na obéissance itakuonesha wakati Israeli natii il faut azala élevé atainuliwa. yango importance ya kolongola transgression Ndio faida ya kutosa kuvunja sheria. mais totalaki Tuliangalia quand est-ce que transgression ekoki kolongo wakati kani kuvunja sheria itatoka kezala lisusu te isikue tena. tozwaki Romains 4 dans la semaine Warumi sura yake ya 4 au verset 15 mstari kidogo ya 15. kuna balobelaki biso la loi produit la colère Ule walituambia sheria inaleta kisirani. et là où il n'y a point de loi Mahali ambaye sheria il n'y hakuna, a point non plus de transgression. hakuna pia kuvunja sheria. C'est qu'avec verset 15 il y a Romains 4 Ndio kusema pamoja na maandiko ya 15 ya Warumi pour sura ya comprendre 4, que ce qui loi exate tukafahamu kama sheria hakuna, c'est que transgression peut exate. ndio kusema kuvunja sheria hakuna. Alors maintenant tout ce qui est le verset 24 Sasa tunarudilia mstari kidogo wa bona 10 kozona nous premier but bila kuchukua maana ya kwanza. tant balobi ko faire cesser les transgressions Wakati wanasema kumaliza kuvunja sheria mettre fin au péché na kumaliza pia dhambi, elingi koloba ke loi ekoma na suka ndio kusema sheria ifike kumwisho. selon Romains 4 verset 15 Kufatana Warumi sura yake ya 4 mstari kidogo ya 15. où il dit là où il n'y a point de loi Mahali wanasema kama sheria hakuna, il n'y a point non plus de transgression. hakuna pia kuvunja sheria. Donc ce qui loi est prendre fin Kama sheria imeisha, et que grâce est neema inakuja, c'est que transgression ici. ndio kusema kuvunja sheria imeisha. Maintenant tokendeki na question Sasa tunaendelea kufanya mpona kopose juu ya kulinda. est-ce que Israël akoti na grâce? Israeli ameingia kwa neema. Oh la grâce c'est Jésus. Neema ni Yesu. Jésus tanga yena kata Israël Wakati Yesu alikuja Israeli, Israël abwaka ye Israeli walimtupa. yango moni aza epa na biso Ndio naona amepatikana kwetu. soki Israël awanga na ye te Kama Israeli aliisha, mbele ye epa na biso te angekuja kwetu. mpona nini? Juu ya nini? Mwasi ya Joseph akwaya kozala mwasi ya Joseph te Mke wa Yusufu angewezi kuwa mke wa Yusufu soki bandeko ya Joseph bateka ye te. kama wandugu wake wakumujisha. Moïse akwaya kokende kozwa Sefora te Musa angeenda kumwoa Sekora soki bandeko na ye basambisa ye te balobi kita etandi juge. kama wandugu yake hawakumhukumu kumwambia nani na kutia mwamuzi ndani yetu. Donc ntango bango bazoboya bandeko na bango nde bandeko na bango bazokende kobala basi mosusu. Wakati wao walikuwa nakatala ndugu wao, ndio ile wakati alikuwa anaenda kuoa mke mwingine. Esther akokaki kokota libala te Esteri angeingia nyumba soki Vachi atosaki roi te kama Bati akikosa kumheshimu mfalme. lokola atosaki désobéissance Sawa vile alionyesha ne afongolelaki Esther porte. ndio alimfungulia Esteri mlango. Seke biso tozoyeba boye Sasa sisi tunajua soki hivi, biso lelo tokoti na kati ya makambo oyo kama sisi tumeingia ndani ya neno eza po Israel akwei. ni juu tu Israeli alianguka. Soki Israel akweyaki te Kama Israeli alianguka, mele biso tokoti te kama sisi tukiingia, yango moni ndio unaona Israel andimi grâce te Israeli akuitika la grâce qui est Jésus neema ambayo ni abwaki ye. akamtupa. Donc elingi koloba ke Natafuta sema première but amana ya kwanza nani ekokisami pete hayatimiliki. mpona nini? Juu ya nini? abwaki ye mpo biso mpe tozwa interet Alitupa tu sie tupate faida. bakoyaka kondima ye Batakuya kumwamini parceke Moïse oyo babwaka ule Musa ambaye après 40 ans bandima ye kisha mwaka 40 ntango azongela bango. wakati aliwamtilia Joseph oyo babwaka Yusufu ambaye walitupa na nsima batango bafukamela ye kisha masiku ijayo me babwakaka ye nani? lakini walimtupaka mbele. eza ntango oyo tozobika Ni wakati ambaye tumeishi. Jésus abwakami Yesu ametupwa, Israel abwaki Israeli anamtupa. nde mena aza na ngambo na biso. Ndio sasa amepatikana na yetu. Yango moni tokonkriaki première but Ndio tulimaliza amana ya kwanza mpona koloba ke nano ekokisami te. juu ya kusema hayatimiliki. Donc Israel atikali kaka na
se ya transgression pour intérêt na biso. Israeli anabaki chini ya kuvunja sheria tu ya faida. Donc Israël azo continue toujours na se ya mobefu. Na Israeli anaendelea chini ya sheria. Maintenant tukomaki maintenant na deuxième but. Tulifika kwa maana ya pili. Deuxième but pour expier l'iniquité. Maana ya pili nasema juu ya kutakaza maovu. Expiation kutakaza enga koloba kolongola lisumu kokolimbisa. Inatafuta sema kuondoa dhambi na kusamehe. Donc balongola iniquité. Sema watose maovu. Voilà place maintenant tozali leo. Ona sasa mali tumepatikana. Soki balongoli iniquité wakatosa maovu. Contraire ya iniquité babenga yango équité. Yale na pishana na dhambi ni mema. Ou bien droiture boyengele. Ukweli utakatifu. Donc yango yabike expier l'iniquité. Wanasema kutakasa maovu. Et amener la justice éternelle. Na kubeba ukweli wa milele. Donc soki ka balongoli iniquité. Wakatosa. Oye pour remplacer la place on a c'est la justice. Ile ambayo itaingia ile mahali. Donc ezana kaka eloko bon ni kitu kimoja. Yango ndio tozobema encore deuxième but. Yao ndio maana tunasema maana ya pili. Pour expier l'iniquité. Juu ya kumaliza maovu. Et amener la justice éternelle. Na kubeba ukweli ya milele. Yango tozokota pona ko définir d'abord iniquité nini. Tunaingia sasa juu ya kutafsiri maovu ni nini. Tozwaki premier commandement. Tulichukua amri ya kwanza. Exode 20. Kutoka sura yake 12. À partir ya verset 3 tina verset 5. Somi kidogo ya 3 mpaka 5. Oye lobike inasema qui n'aura pas un autre Dieu devant ma face. Hautakuwa na miungu mengine mbele yako. Okozala na nzambe mususu te liboso lelo na ngai nzambe. Hautakuwa na miungu mengine mbele yako. Alobi mena bani ko expliquer. Sasa naanza kuyatafsiri. Omoni soleil. Unaona jua. Aux yeux présenter soleil na sio kama bila soleil nzambe na yo. Sasa unatengeneza jua hapa chini unaanza kuita. Omoni lune. Unaona mwezi. Odesina ngo bali kufuka milango. Unachapa kisha unaanza kulabu. Yo mani betoile. Unaona manyota. Osala mani teke ngo bali kufuka milango. Unaitengeneza kwa salamu unaanza kulabu. Osala kama mwana taifa wewe wewe kufanya vile Israeli. Boko tuwapele longo itata mabeleke. Hamwezi kuchukua vitu ambavyo vinapatikana. Nasena moto. Chini ya jua. Boko akape kufuka milango. Waanze kuyahudi. Mimi wewe sana mali. Yale yanapatikana Boko biko sana ni maana tena. Hamwezi kuyapata. Soko tali wale quartier pini l'iniquité. Wanasema Mungu anahukumu maovu. Place au Kawan. Mahali tumepatikana hapa. Verset 5. Ndani kidogo ya 5. Il y a Exode 20. Ya kutoka sura yake 12. Donc, par définir iniquité, wanatafsiri maovu, changer de Dieu. kubadilisha Mungu. C'est ça l'iniquité d'abord. Ndio ni maovu hii. Masumu ezalaka. Dhambi. Mais ezalaka na lisumu ya munene. Unatia dhambi kubwa. Lisumu ya munene. Dhambi kubwa. Ndio yango babelaka iniquité. Ndio wanaita maovu. Nazwinda kisa iniquité. Nachukua mfano ya maovu. Sokozwi 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ukachukua Wathesalonikia ya pili sura yake ya pili. Obandi à partir ya verset 1. Unaanza usomi sura yake ya kwanza. Unapesa yo ndakisamo kwa iniquité côté ya ba nation. Ni kupatia mfano moja ya maovu mataifa. Donc ceux qui baloberi iniquité côté ba nation, wakasema juu ya maovu kwa mataifa. Yeba que ceux qui na Bible batangi les nations. Ujue ndani ya Biblia wakasema juu ya mataifa. Israël azakaka kati te. Israeli haiko ndani. So kwa ni place mo batangi les nations. Ukakuta pale moja wanasema Israël azana kati te. Sema Israeli haiko ndani. Ezana tipe missionnaire tozabo. Iko sawa vile sisi tumepatikana. Soki balingi bakoma histoire ya église ya tango. Wakapenda kuandika habari ya kanisa ba vrai pasteur. Wachukue wachungaji wa kweli na tango ene na Kongo. Hiyo wakati hapa Kongo. Bakozwa numero 1 archevêque Moseng. Wakamchukua wa kwanza askofu Moseng. Yenda kwa tunakuwa premier pasteur. Yeye atatokelea mchungaji wa kwanza na republique ndani ya mji. Bisote. Hapana sisi. Bible
bisote. hawatujui. Uzaona na wala Na nisoma mzuri, bakoza wa serviteur de Dieu maluma. watamchukua mtumishi malumalu. Donc tant que vous comptez, vous allez non compter. Wakati watasabia, sisi hatutasabiliwa. Babenga kabiso binza nyama banzama nike. Wanatuitaka wa miungu kwa kidogo kidogo. Or yonde ozana vérité. Ni wewe ambaye kuna ukweli. Remarquez na Israël. Angalia kwanza kwa Israeli. La vérité c'est avec Jésus. Ukweli ulikuwa na Yesu. Mais Hérode a une considération de sacrificateur. Herodi walikuwa na mheshimiwa na wakuhani wakuu. Aboko benga ndeba, kwa lingayeba. Napenda kuwaita juu ajue. Est-ce que le roi akobota mawapi? Mfalme atazalika wapi? Donc ils étaient déjà très considérés. Walikuwa watu muhimu mbele yao. Mais Jésus t'a matin dans Matthieu 23. Yesu wakati anaangalia Mathayo 13, Alors les pharisiens hypocrites. anasema Wafarisayo watu wa sura Mais ce mbili. sont des gens qui sont considérés devant les rois. Ni wale watu ambao ya faida mbele ya mfalme. Avec bango tombeau blanche. Anawaita kaburi wanapaka rangi. Abi bozo tia langi libanda boza ba osman de ceci na kati. Anasema mnapaka rangi nje ni Mais mifupa ba yote. considéré. Walikuwa na faida kabisa. Jésus a bango c'est na Luc 16. Yesu alikuwa anasema Luka 17. Dans verset 15. Mstari kidogo ya 15. Alors dit ce qui est élevé aux yeux des hommes Asema ile inanunuliwa kwa macho ya watu. est une abomination devant Dieu. Asema ni uchafu mbele ya Mungu. Et ça la élévation je sais minde ya bato. Una kuinuliwa ingine ya watu C'est une abomination. ni uchafu. Na tawana ezala ki ozomona ba sacrificateur très considéré. Ile wakati ilikuwa na wakuhani wakuu ya faida. Mais le vrai Dieu marche. Lakini Mungu wa kweli alikuwa Ceux qui anatembea. battent vrai Dieu balobi ke waza Belzebul. Wakamwangalia Mungu wa kweli wanasema huyu. Nous sommes battus Jésus balobi ke babenge c'est un démon. Wanasema huyu kuna mapepo. Mais non, c'est le vrai Dieu. Yeye ndio Mungu wa kweli. Mais faut amba personne mi sous commande. Inabidi Mungu akupatie macho tu uone. Est-ce que on a malin? Unanisoma mzuri. Alors, au vu des Thessaloniciens 2, Unachukua on a dit Wathesalonika. la personne a bon exemple à iniquité dans l'âme ba nation. Napenda kwanza nikupatie mfano ya maovu ya mataifa. Inaanza hivi. Des Thessaloniciens 2. Wathesalonika wa Yoka. pili sura ya pili. Pour ce qui concerne, à partir du verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Juu ya yale inaangalia ukuu ya Yesu et Kristo. notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, Juu ya mkutano yetu pamoja naye na de kuomba ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens msijiache wanipoteze kugisi yenu ya mzuri, et de ne pas vous laisser troubler, na msiache wanigisie soit par quelque inspiration, kunjia ya maonyo moya soit par une parole tu msemo moja ou par une lettre huku maandiko moja qui semblerait venir de nous, kuonekana sawa kutoka kwetu, comme si le jour du Seigneur était déjà là. kama sawa siku ya Yesu iko pale. Alors, bien, on est allé koya ya kolo. Juu ya kukuya ya Yesu, Connaître tout que les connaître là. juu tuende kuinuliwa, Atuba kosa binote. watu wasiwadanganye, Balo bela binote maloba moko koye. asinisemee msemo Bien mwaidi mikanda moko bana kotambola. au maandiko moja nje Oye kutembea. lo bana kati ke biso neto komi yango ke kolo sia yaki. Juu maseme sie ambaye tunaandika tu ya kusema Bwana shaka. Alors, bien, verset 3, que personne ne vous séduise Anasema mstari kidogo ya 3, d'aucune manière. hapana mtu kimoja anipoteze. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Inabidi kwanza kuacha kuamini ifike mbele. Apostasie talisaka kotika la foi, kotika enseignement. Ndio kusema kuacha mafundisho, kuacha imani. Donc avant connaître la main, Mbele ya kuinuliwa il faut mbeba efuluka makati na mabe. inabidi mabaya ikuwe mingi. Lolenge moko Israël. Sawa vile Le Israeli. Seigneur n'a pas solo na Abraham. Wakati Mungu alikuwa anaongea na Alobi Ibrahimu, mokitani na yo akokende boumbu na Egypte. anasema kizazi yako itaenda ufungwa kwa Misri. Mais après 4 générations, Kisha kizazi ile yokanengi zamba alobaki na Genèse 15 wana. ikia vile Mungu alisema kwa Mwanzo 15. Lorsque
l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Asema wakati maovu ya Waamorea itafika kumwisho. Ozomona? Naona. Kokota ya peuple ezalaki par rapport ya iniquité tonda na Bamoréen. Kuingia ya taifa ilikuwa kufatana na maovu ya Waamorea. Lolenge moko pombi sotokeni. Kisi moya Il ne faut pas que bazali église véritable ten. inabidi wale waliko kanisa kweli, Oyo bazali ba soi-disant église. wale wapatikana sawa watu wameomba, Oyo bazali église ya kombo. wale liko kanisa ya chini, Jésus église o Jésus ayebi te. ni kanisa ambaye Yesu haijui, Abomination etonda na kati na bango. uchafu ichae ndani yao, Comme iniquité. sawa maovu. Zona na malamu. Na nisoma Et mzuri, c'est ça l'apostasie. ndio ile kuacha imani. Quand il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, Inabidi kuacha imani et kule, qu'on ait vu paraître l'homme impie, kisha tuone le fils de la perdition. mtoto wa upotevu. Maintenant, bazobenga yeboyi. Sasa wanamuita hivi L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. adui, yule ambaye anainuliwa mbele ya wale wote wameita Mungu. Or, ce qu'on suit définition à Dieu, Ukachukua tafsiri ya Mungu bapesi yango wanaileta ou hapa, de ce qu'on adore. nasema ya wale ambayo wanaabudu Donc, Dieu les années pour bazokuma même. Mungu ni yale ambayo wanaabudu. Mais ce qu'on suit Jean chapitre 1, Ukachukua Yohana sura ya le kwanza verset 1, mstari kidogo ya et kwanza, le Bible au commencement était la parole, anasema mwanzo ilikuwa neno et la parole était avec Dieu, na neno ilikuwa pamoja et na la parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Ah, ceux qui awa, Ukarudia hapa balobi homme impie, wanasema huyu mtoto aza adversaire azali ko s'élever contre nyonso eza Dieu. wanasema anainuka, yeye ni adui ya kusimamia yote ya Mungu. Dieu veut dire la vraie parole. Yeye huyu ndio kusema neno la kweli, Donc aza ko refouler vraie parole, ndio kusema anatupa azotia neno, makambo eza parole de Dieu te. anatia yale aliko neno ya Mungu. Ndena sauter aucun verset 7. John natambuka anaenda mstari kidogo ya saba. Mustala wana ya kotelemela contre parole. Ile kazi ya kusimamia neno Azobenga moni na verset 7. Dans la verset 7. wanaita nini? Mstari kidogo ya saba Il y a 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. ya Thesalonika ya pili sura ya Babengi ya nini? Na wanaita nini? 2 Thessaloniciens 2 verset 7. Wathesalonika ya pili mstari Car wa le mystère de l'iniquité. juu wanasema maficho ya maovu, Donc, qu'on s'oppose na Dieu, kusimamia Mungu, qu'on s'oppose na vraie parole, kupinga neno ya kweli, c'est que tu es dans l'iniquité. ndio kusema uko ndani ya maovu. Est-ce qu'on a na faire sortir ya ngona ngambo d'abord ya banation. Nilipenda kwanza niyatoshe ngambo ya mataifa. Oye papeke il y a un adversaire où ils ont la service ya mystère de l'iniquité na ngambo ya banation. Ujue ya kwamba kuna adui moja ambaye anafanya kazi ya maficho ya maovu. Donc huyu azane ko renier vraiment Dieu. Huyu anampisha kabisa. Na lolenge nini? Namna gani? Azo présenter eloko eza parole te. Anaonesha kitu ambaye haiko Oyo neno. ndio sasa parole ndazo telemela. Ile yote ni neno, anapinga. Atiende makambo eza ye. Anatia yale yake. Nation un exemple. Nachukua mfano. Bible begi le baptême eza un engagement d'une bonne conscience. Wanasema ubatizo Unaleta juu ya mafikiri ya mtu. Maintenant eza na batu moko ba s'opposer na Dieu wana parole wana. Kuna watu wanapinga Mungu ile msema. Bazui ba bébé bali ko baptiser ba bébé. Wanachukua wamchanga wanaanza kuwabatiza. Ce qui ko baptiser bébé eza iniquité. Ndio kusema kubatiza wachanga ni maovu. Donc bazo s'opposer contre Dieu l'enseignement. Wanapinga Mungu mafundisho. Est-ce qu'on a voilà? Donc c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Ndio ile wanaita maovu. La Bible dit la femme ne peut pas prêcher. Biblia inasema mke hawezi kuhubiri. Alors il y a le qui n'a pas qui cet enseignement. Wewe unasema natupa ile. Natia la femme peut prêcher. Mimi natia mke. Oyo tombo la femme peut prêcher. Unaoinua mwanamke atahubiri. C'est l'iniquité. Ni maovu. Non pour ça la miracle. Lakini utafanya chini. Hata soko za mama soki prédicatrice soki nani? Kama wewe ni mama mhubiri, Soko sambeli batu bakopika. ukaomba watu watapona. Mais yo moko kota teta moza motei.
Lakini wewe peke hautaingia ufalme wa mbingu. Mbona nini? Juu ya nini? Action zosala deja contre Dieu. Juu ile kazi umetenda inampinga Mungu. Parce que Dieu c'est le vrai enseignement. Juu Mungu ni mafundisho kweli. Est-ce que voilà? Unalisoma. Alors, de la même manière aussi, il y a un avis que au monde et le coup il y a ma paix ma casse oui tombe ma casse na ngamo ba nation. Ile neno mbaya ambayo inainuliwa ndani ya mataifa. Oui, c'est pour combattre l'église. Na inapinga kanisa. Avec un mystère de l'iniquité. Wanaita uficho ya maovu. Na ningenda bwana pesa bino un exemple comprendre. Nilipenda tu nilete mfano mmoja tu. Maintenant na Israël. Hata kwa Israeli. Lisumu mnene kwa Israeli. Dhambi kubwa ya Israeli. Israeli kuwanga na Zambe. Ni kubisha Mungu. Berere goza na kati na babo. Kote napasha kupatikana. Meso kiba wanga ni Zambe. Lakini wakambisha Mungu. C'est l'iniquité. Ile ni maovu. Yango moni na Jean. Ndio unaona Yohane chapitre 19. kidogo sura yake ya 19. Israeli wanga na Zambe na yeki Christ Jesus. Israeli alimbisha Mungu wake Yesu Kristo. Tangu bakomaki Jésus Christ roi des Juifs. Wakati waliandika Yesu Kristo mfalme wa Yuda. Ya Israeli anabiki azar roi des Juifs te. Israeli nasema yeye sio mfalme wa Yuda. Biso toyebi roi César. Sisi tunamjua mfalme mmoja Kaisari. Donc awangani le véritable roi. Akambisha mfalme wa kweli. Donc awangani Zambe. Alimbisha Mungu. C'est ça l'iniquité à Israël. Ni ile maovu ya Israeli. Parce que nous allons comprendre très bien. Nilipenda vitu vyote uyatambue mzuri. Maintenant, il va dire que bako expier l'iniquité na ye. Walisema watatakasa maovu yake. Donc ceux qui veulent bako expier l'iniquité, wakasema watatakasa maovu yake. Et il faut dire que Israël il faut andima ce roi là. Inaonesha ya kwamba Israeli inabidi amwamini ule mfalme. Etamwanimi roi wana Jésus ataitika ule mfalme Yesu Kristo. Ne alongoni likamboyo alobaki devant Pilate. Jo anatosa ile maneno alisema mbele ya Pilato. Yango moni totambolaki na d'abord na ombre. Jo niona tulitembea kwa kivuli. Ke eloko nyonso avant yango esalema na apocalypse. Vitu yote mbele ionekane ezana nokuna na elilingi esalema na imepatikana kwa kivuli imetendeka. La tozwaki Zacharie chapitre 3. Pale tulichukua Zakaria sura yake ya 3. Tomoni Zacharie 3 zalaki naye. Tomoni Josué le souverain sacrificateur. Tuliona Yoshua kuhani mkuu. Azalaki na bisal. Alikuwa na vazi chafu. Etangu azana bisal. Wakati alikuwa na vazi chafu. Toke na Zacharie 3. Naenda Zakaria sura yake ya 3. Oyo tuzotali sana inikita Israel. Pale tunaonesha kwanza maovu. Basakola ki deja na tina na yango. Waliyatabiri juu yao. Tobani na verset 1. Tunaanza mstari kidogo ya kwanza. Il me dit, akanielezea. Il me fit voir Josué, akanionyesha kuhani mkuu Yoshua, le souverain sacrificateur, kuhani mkuu debout devant l'ange de l'Éternel. alisimama mbele ya malaika wa milele. Yebeke souverain sacrificateur atalisaka tous les peuples. Ujue ya kwamba kuhani mkuu ni mfano ya taifa mzima. Yango tolobaka boye. Ndio tunasema hivi. Que Bible esala Moïse nzambe liboso ya Pharaon. Biblia ilimfanya Musa Mungu mbele ya Farao. Esala pe Moïse nzambe liboso ya Israel. Na ilimfanya pia Musa Mungu mbele ya Israeli. Asala Moïse nzambe liboso ya Pharaon. Alimfanya Musa Mungu mbele ya Farao. Dans Exode 7 au verset 1. Kutoka sura yake ya 7 mstari kidogo ya kwanza. Asali Moïse nzambe liboso ya Israel. Anamfanya Musa Mungu mbele ya Israeli. Dans Exode 4 à partir du verset 15 à 16. Kutoka sura yake ya 4 mstari kidogo ya 15 mpaka 16. Kuna tango azali ko yebisa Moïse. Ule wakati alikuwa anamwambia Musa, lokola Moïse azalaki kopesa apesaka nzambe kanda place wana. Basi Musa alimpatia Mungu kisirani. Ezana makambo moko tokolobaka wana par la grâce de Dieu. Kuna neno moja imefichwa pale tutaisemaka kuna makambo ambayo ezalaka na Hebreu 8. Ile maneno imepatikana kwa Ibrania. Mais eutaka na Exode 4. Lakini natoka kutoka sura ya 4. Nzambe apesa interprète ya Moïse sous colère. Mungu alimupa Musa mtafsiri chini ya kisirani. Ezaka significatif. Una amani. Alors n'y a-t-il pas ton frère Aaron?
asema hakuna kaka yangu Haruni. Yango moni Hébreu lobi. Ndio naona Waebrania nasema. Hébreu chapitre 8. Waebrania sura ya 8. Yoka nini lobi? Sikia kitu nasema. Verso ya taskofila kubali kumona wote. Hiyo maandiko skofili ya kuyaona. Kwa skofili bana ba frère. Sasa ba version sio kwa mona tu. Skofili ni kaka tu. Iko na maandiko mengine hawezi kuona. Yoka Hébreu 8 na lobi. Ona Waebrania sura ya 8 kitu nasema. Verset 8. Tari kidogo ya 8. Car c'est avec l'expression d'un blanc Iko njo na kusema ya kisirani que le Seigneur dit à Israël, njo Bwana alisema voici les jours viennent, ona masiku dit ijayo le Seigneur, inasema Bwana où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. ambaye nitafanya na nyumba ya Yuda na nyumba ya Israeli agano mpya. Donc Nzambe alakaki ko changer alliance na kuganga makasi Mungu alipenda kubadilisha agano na kulalamika kufu avec l'expression d'un blanc. na msemo ya kisirani. Scofield la lukiango akoki kopesa référence. Kofila na itafuta kuweza kuyangalia. L'évangile éternel est mon ango Exode 4. Injili wa milele yaona kutoka sura ya 4. Parce que Aaron atalisaka aussi l'interprète de Moïse. Tu Haruni ni mtafsiri ya Musa. Le vrai Aaron c'est le Seigneur Jésus-Christ. Haruni ya kweli Yesu Kristo. Donc Moïse c'est comme tout un sacerdoce aussi. Musa iko sawa kazi. Donc bazopesa interprète na ye. Wakati wanampatia Oya kwa kuexpliquer likukuma ya Moïse. ule ataanza kutafsiri. Nzambe adanga na kanda. Mungu alilalamika na Yango kisirani. Hébreu 8. Ndio Hebreu Mais c'est tout un enseignement. Donc nous devons bien Una maneno mengi ya kubii. donc c'est que nakati na wewe c'est d'abord yeba Inabidi ndani yao ujue que le Seigneur Bwana asalaki Aaron alimfanya comme monoko ya Moïse. Haruni sawa kinywa ya Musa. Et le bon asalaki comme monoko na Moïse. Yesu alimfanya sawa kinywa ya Musa. Cela veut dire aussi Natafuta sema pia que Moïse asalaki aussi comme le cœur d'Aaron. Musa alikuwa sawa roho ya Haruni. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Iko kuchaa ya roho ndio kinywa lisema. Monoko ezokande maloba na motema. Kinywa imechukua neno kutokana na kumoja. Soki Aaron azalaki monoko ya Moïse. Kama Haruni alikuwa kinywa ya Musa. Cela veut dire Moïse azalaki aussi neti motema Ndio vraiment. kusema Musa alikuwa roho. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Juu Biblia inasema kuchaa moyoni Donc la bouche azokande maloba na motema. kinywa anapata Mais msemo. comme Aaron basali ye bouche. Sawa vile Haruni wanamfanya kinywa. Et que Moïse nde sika maloba ya Aaron ezaka. Na Musa ambaye msemo C'est que lokola Aaron banaosa maloba na kati ya Moïse. ndio kusema Haruni ataja kupata msemo C'est ndani de ya Musa. l'abondance du cœur Iko ndio kuchaa ya que roho. cette bouche parle. Ndio hiyo kinywa itaanza kusema. Est-ce que vous avez Unanisoma vizuri. donc Moïse azalaki comme un cœur. Musa alikuwa sawa roho. Azalaki comme Dieu devant Aaron. Alikuwa sawa Mungu mbele ya Haruni. Omoni lokola Aaron azalaki wana Mnaona jinsi Haruni alikuwa pale. comme interprète de Moïse. Sawa mtafsiri ya Musa. Aaron comme le souverain sacrificateur Haruni sawa kuhani mkuu. atalisaka libota nyonso. Anaonyeshaka kizazi mzima. Nazozandakisa moko ya mopete. Nachukua mfano mwa teketeke. Motei na yo Mtumishi wako atalisaka neti yo. anaonyeshaka sawa Bakoki nini. kolobaka etobengisi église des saints et epai ya CDD. Wanapasha sema wanaita kanisa Tokokende biso nyonso te. hatuwezi kwenda sisi wote. Motei akei. Anaenda. Elingo loba yoke. Ndio kusema wewe pia uje. Elingo loba yo zala katina. Ndio kusema wewe. Elingo loba yo zala katina. Ndio kusema wewe pia uje. Mezane yende moko parfois ke. Lakini ni yeye pekee ambaye alienda. Tangu yake Wakati anaenda comme chef du peuple. sawa msimamizi wa Azotali sabino nyonso. ndio kusema anaonyesha nini Au Seigneur de la terre na l'ère ya millennium. atakuwa Bwana wa dunia 100 L'ère a emprisonné Satan. wakati atamfunga shetani. Donc Satan a besoin de soutenir. Shetani atakuwa tena mamlaka. C'est qu'en réalité maintenant il faut comme Seigneur de toute la terre. Ndio atakuwa Bwana wa dunia mzima. Wanande ako
faire régner l'équité. Pale ndio ataishi na ukweli. Ndenga talisina Isaïe chapitre 11. Kisi anaonesha Isaya sura ya 10. Que le Seigneur a comme révélé au richement. Bwana anibariki. Bwana asioniza la justice éternelle. Bali nimetembea tu juu kweli ya milele. Kama kama wewe semezana mingi kabisa. Mais au fur et à mesure, lakini pole pole pour avancer, le Seigneur a payé par kusuka bisuka. Endelea, Bwana atakusaidia tu. Et je sais que par la grâce de Dieu, mimi najua kwa neema ya Mungu, le but de votre la troisième but. Kesho dans posant la question, kesho tutaingia kwa maana ya tatu. Opposé kuzala malamu tulikimba la moko na question kuzala. Tunapita mama kuswali ambayo itapatikana. Opposé poto que nous sommes la moko. Unauliza juu tumalize mara moja. Na éviter ceux qui te vont procéder na nous serons ndenge ministre azo kamba ceux qui vont procéder en offrande. Sijue kama ya badezoe tango Zakari zoloba ke bakotelema badezoe na bakotelema pembeni ya le Seigneur de la terre. Oti koyebisa biso le Seigneur de la terre ekomi na ote. Ngai na tuna par rapport nazonga na Daniel par rapport na libanga oyo ekweyaki ebuki makolo ya Nebukadnezar, makolo ya statue ya Nebukadnezar, et puis libanga wana etondi mokili mobimba. Par rapport na eloko wana okoyebisa nano biso ndenge. Merci pour la question. Nazoni bato simba que libanga wana tisikoyo na nekwete. Il faut vous avoir la bouquille makasi. Libanga wana na verset wana azoya sans le secours d'aucune main. Donc la version de Daniel 2 eza libanga wana batindi yango te. Jésus tango aye tour ayaki batindi et pas tata. Hein, alobi comme le Père m'a envoyé. Anasema jinsi baba anamtuma. Mais na Daniel 2 batindi eteza ye mokwaye. Lakini Daniel sura ya pili hawakumtuma yeye. So otangi Daniel 2, tukasoma Daniel ya pili. Ozi Daniel chapitre 2, unachukua Daniel sura ya pili, batia accent moko baloba wana, 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 Samoko Barobawana, 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 Samoko Barobawana. Kusema wanaendelea. Basilisi nanu idete. Hawakumaliza wazo. Donc balobi justice nanga moko. Wakati wanasema ukweli yangu ni. Leo wiko poser question. Ndio na justice na yo moko ni koloba nini? Ukweli yangu ni beki na. Ndio batie virgule. Ndio wanatia kato. Celle qui provient de la loi. Yale ambaye imekuja na sheria. Donc soki kama peuple d'Israël atikalika na loi, taifa Israeli wakabakia. Eli koloba na justice ya loi. Ndio kusema iko na ukweli ya sheria. Sawa? Unanipata? Etango atikalika na loi za justice ya loi. Wakati anabaki na ukweli ya sheria, iko na sheria. C'est que fois la lamba ya salite. Ndio kusema iko na baadhi chafu. Il faut que ban Apocalypse 12 inabidi ufanye angalisho na ufunuo kwa Apocalypse 12 mwasi wana zana
deux positions. ule mke amepatikana giti wawili. Makambo ebele za bana tokote yango par la grâce de Dieu. Neno mingi imepatikana pale ya kweli kuna neema. Basi wana na Apocalypse 12 na verset 1 à 2. Ule mke kufunua Azalo femme céleste. iko ndio mwanamke wa mbingu. Azalo kola Sarah de Jérusalem d'en-haut. Iko sawa sana Yerusalemu ya mbingu. Maintenant si on continue, Ukaendelea. moi si à moi comme ma femme terrestre. Anakuwa tena mke wa dunia. Après que moi na botama. Anakuwa mke wa dunia kisha mtoto Dans moi na botama. wakati mtoto Nde alizalika. maintenant moi si à na désert na se. Sema sasa mke anaenda kuchapa. Donc akomi moi si à se. Anakuwa sasa mke wa chini. Akomi neti Agar. Anakuwa sawa. C'est les monts Sinaï. Ni mlima wa Sinai. Sarah c'est le ciel. Sara ni mbingu. Désolé maman. Mnasoma. Il y a deux positions. Iko gisi mbili pale. Mwana abotama wana eza Jésus te. Ule mtoto alizalika pale sio Yesu. Mwana anabotama wana eza yolanga. Ile mtoto alizalika ni wewe na mimi. Eza yonangai. Wewe na mimi. Désolé maman. Mnasoma mzuri. Donc ministère esala ka musala nini? Huduma inafanya kazi sana. Ministère esala ka partout les moyens biso to comme Jésus biso. Huduma inafanyaka jinsi yote sisi tukue sawa. Ephésiens 4 lobi Waefeso sura a établi 5 dons ministériels anatia karamu tano ya huduma. afin que tu comme en stature parfaite de Christ. Tukue sawa na Kristo. Donc batali biso bo bamoni ke Jésus. Wanakungalia hivyo wataona sawa na Yesu. Yango moni Njoo naona tangu Jésus abotama na Marie. wakati Yesu alizalika na Maria, Satan aboma ye. shetani alimuua. Mais oyo eza na Apocalypse 12 Satan simba ete. Yuda Ya différent. na Ufunuo ya 12 shetani akumuua. Asimba ete. Hakumgusa. Ozona na Unanisoma mzuri. na pesi encore 2 Corinthiens 3. Na kupatia Wakorinto wa pili. 2 Corinthiens 3 elobi Wakorinto wa pili. biso ndenge tozoyoka liloba na Nzambe boye tozotala te na kati ya miroir. Wanasema sisi gisi tunasikia neno la Mungu, Na kati ya miroir tozotala image moko eza na kati ya miroir. ndani ya tata tunaangalia picha ambayo imepatikana. Miroir wana eza nini? La parole de Dieu. Ile tata ni nini neno la Mungu? Image hii eza na kati ya parole de Dieu. C'est Jésus. Picha kaniko ndani ya maandiko. Ni Maintenant tangu tozotala miroir wana biso tozotala miroir wana wakati tunaangalia tata, Bible elobi toza transformé à la même image. Biblia inasema tumebadilika sawa Donc, Yesu. biso aussi tokomi neti kaka Jésus. Sisi pia tunakuwa sawa Yesu. Donc, mwana ozomota mwana eza nde biso. Mtoto amefanyika ni sisi. Tanto tokota na polisi tusi tokokomprendre. Wakati tutaingia kufunua Ezaka nde biso. ni sisi. Donc, etalisaka biso tokomi na bokoki. Ndio kusema sisi tumeenea. C'est ça. Ndio pia. Maintenant, après wana, Kisha pale nde mwasi azokende na désert. ndio mke anaenda chapa. Awana mwasi akomi na Israël. Ule mke anakuwa Israeli. Parce que bapesi des positions. Il y a Nicolo. Wanampatia gisi. Bapesi des positions. Il y a C. Kisha wanapatia gisi ya udongo. Sinexplikaki bino wa Élysée na Élie. Nilitafsiri hapa Eli. Tangu baza kote ya coucher soleil. Wakati wamepatikana ngambo ya jua kulala. Kote ya après Jourdain. Kisha kutambuka Yordani. Élysée aza lokola biso. Elisa iko sawa sisi. Élie aza Christ Jésus. Eli iko sawa Kristo Yesu. Maintenant, Élie alobi ke ake Gilgal. Eli anasema ameenda Gilgal. Mpona nini Élie amema Élysée na Gilgal? Juu ya nini Eli alibeba Elisha? Gilgal etalisaka esika bakataka ngenga. Gilgal ni mahali ambayo Esika circoncision. bahati ya kutairi. En tout cas, soko yena kata makambo ya Nzambe loka liboso kwa biso, répentez-vous. Ukakuja kunena na Mungu, kitu ya kwanza watakwambia Première ville de Jésus a commémoré Gilgal. mji ya kwanza Yesu atakubeba ni Gilgal. Gilgal est dans la Josué 5. Gilgal imepatikana kwa Yoshua sura ya 4. Première ville de Jésus a commémoré la Gilgal. Mji ya kwanza Yesu atakubeba ni Il y a Gilgal. un moment dans Acte 2. Ndio unaona kwa matendo. Tant que Pierre va prêcher la parole. Wakati Petro anahubiri neno. Batu wana bazaki na besoin aussi basa la visiter niki ba Pierre déjà baza visiter. Watu wale walipenda watembelee sawa vile wa Petro Or waliotembelea. ba Pierre déjà si bakotaki Gilgal. Petro walikuwa wameshaingia ku Gilgal. Donc c'est que baza déjà circoncis. Ndio kusema walitahiriwa. Mitema na bango se katama ngenga. Roho yao ilitahiriwa. Maintenant batu wana batuni Pierre. Sasa wale watu wakamswali tena. Oh mon frère,
kaka, Que ferons-nous? tufanye nini? En réalité, réponse à Pierre est là qui va pas Gilgal. Jibu ya Petro ilikuwa muingie Gilgali. Première étape, repentez-vous Mtubu et convertissez-vous. na muache maovu. Cela veut dire que dans le filo, bakata kanginga. Ndio kusema muingie kumuji ambaye C'est wanasema. pourquoi Élie a demandé à Élisée na Gilgal. Ndio maana Elia alimbeba Elisa ku Gilgali. Après wana, Kisha pale amemie na Bethel. akambeba ku Betheli. Parce que ceux qui se repentir, Kama unatubu, ceux qui ont converti, kama unatubu, ozo komanda kwa Nzambe. unakuwa sasa nyumba ya Mungu. Parce que repentez-vous, Tu kutubu, convertissez-vous, muache maovu, Gilgal. ndio Gilgali. Ainsi vous recevez les dons du Saint-Esprit. Sasa ndio mtapokea. Ceux qui ont le Saint-Esprit ont comme un temple de l'Esprit. Ukapokea Donc, mtakatifu kwa deuxième ville après Gilgal, Bethel, ndio kusema mji ya pili kisha Gilgali ni Betheli, maison de Dieu. nyumba ya Mungu. Il y a 1 Corinthiens 6, verset 19, elle dit, Ndio Wakorinto wa kwanza sura yake ya 6 ne mstari wa savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Hamjui ya kwamba mko hekalu ya Roho Mtakatifu? Tangu balobi boza temple ya Saint-Esprit, Wakati wanasema mko c'est que boza hekalu ya Roho Mtakatifu, Bethel. ndio kusema mko Betheli. Mais on est déjà comme une maison de Dieu. Yule anakuwa nyumba ya Mungu. Cela veut dire il faut qu'on t'a Jéricho. Ndio kusema inabidi aingie Yeriko. Jéricho, babe nango ville à palmier. Yeriko wanaita Soko mji sur ya Mungu. Deutéronome 34. Ukachukua kumbukumbu ya Torati Na verset 4. mstari kidogo ile Avec mon ville à palmier. wanaita mji ya Mungu. Or, parmi les justes croissent comme les palmiers. Wanasema watakatifu wanakuwa sawa Donc, mfano. tant que tu es Saint-Esprit, Wakati unapokea Roho Mtakatifu, au comme juste aux croître. sasa unaanza kugua. Nasimagaka ya Jéricho. Kisha tu shirika. Ville mususu bokineza sute. Hakuna tena mji mwingine Et mtaenda. Seigneur bokutana na 50 personnes. Inabidi kukutana na watu makumi tano. Ouais, total c'est comme jubilé. Ile ilikuwa saa jubilai. Tozongi ndako. Tunarudi nyumbani. Tokei. Tunaenda. Eza jubilé d'abord par la foi lelo. Jubilai leo. Par le Ukiroho. Saint-Esprit. Imani. Mais eza jubilé tokotika nzoto tolati nzoto akengo toke. Jubilai nyingine tutaacha hiyo mwili. Tunachukua Nelobele tunaenda. Pentecôte. Msemo mwingine Pentecoste. Yango moni na bord ya Jourdain kutana na 50 fils de prophètes. Ndio unaona ukando ya Yordani alikutana na watu wa Donc kutana. eza elembo déjà comme kolobake église en réalité ekei. Ni mfano ya kuonesha kanisa imeenda. Maintenant tangu bakatisi na ngambo kote ya Orient. Wakati wanaenda mashariki, Élisée kaka moko wana. Elisa ule tumoja. Maintenant comme Israël. Sasa anakuwa Israeli. Yango moni asengi double portion. Ndio uliona alilomba nguvu mbili. Eza pamba ta senga double portion kote kuna. Sio bure, aliomba nguvu mbili. Parce que la loi elobi boye. Juu sheria inasema Soki neti mobali aza na basi mibali. kama mume iko na wake wawili, Ekalingi moko, akampenda mmoja, alingi mosusu te. akumpenda mwingine. Wana eza na loi, nalobi te aza basi mibali. Hapa sikusema wewe uchukue wa Alingi moko, anampenda mmoja alingi mosusu te. na anamkataa mwingine. Eke mwana ya liboso aye na mwasi oyo yazalaki kolinga te. Mtoto wa kwanza amezalika kwa mke ambaye hakupenda. En réalité mobali wana d'abord eza Jacob. Wa ukweli ya vitu ambayo Ekomona libena zo mabele avant traverser Jourdain. ndio utaona Rubeni alichukua mgongo Donc mbele ya quand Pastori. Elisa komi na ngambo koto yo libena zo mabele, Wakati Elisa alifika ngambo ambayo nde Rubeni alipata maintenant mgongo, asenga double portion. ndio alilomba sasa Awe kosenga ngo koto te tango azotamba na Jéricho. akibidi aombe kujeriko. Hapana, Ifala senge nango kote kuna. yabidi aombe ngambi. Yango balobi double portion. Wakati wanasema Et le bénéfice de l'Olobaka deux fois la même chose. ndio kusema kitu kimoja mara mbili. Mbala mibale eloko moko. Mara mbili kitu kimoja. Donc elingi kotalisa boye. Natafuta onesha hivi. Héritage eza de royaume. Sababu ni ufalme. Israël bakoya pour présenter royaume deux fois. Israeli watakuja tu wamkoneshe ufalme wa mbingu mara mbili. Jean-Baptiste a présenté un royaume. Yohana Mbatizaji awaonesha Jésus. Yes. Mais comme il fait deux fois. Gisi na Biblia ya kuja Donc on a quoi qui a. Gisi alipata. Apocalypse 11 est représenté encore royaume.
Ufunuo 11 itaonesha tena ufalme. Parce que deux portions, la même chose fait qu'il t'a côté là. Kitu moja mara mbili inabidi ishuke kwake. Et Bible le dans Romains 11. Na Biblia inasema kwa Warumi 11. Barakisi nzete ya Olivier. Wanatuonesha miti ya Balobi bakati bitabu. wanasema wanakata Bazuyo Olivier Azam. wanachukua wewe mzabibu ya pori. Batieyo. Wanauingiza. Babebike yo keba. Wanasema fanya ngalishi. Yo bayeli yo royo mukambala mako. Yo mbala mako. Ufalme mara moja tu. Meyeba ke bango bakuzazuzu antene niveau na même promesse na bango. Unajua kwamba wao wataingia tena kwa hati yao. Bango deux fois. Wao mara mbili. Ozona mala? Na Mais yo kaka mbala mako ba yo crée. Mara moja wanasema ogopa. Ozona mala? Na nisoma vizuri. Ya Mungu litanga kati na mnamo kodo Elise akomi Israel. Wakati anakatilisha Elisa anakuwa Ndeni ya konde asengi double portion. Jo alilomba nguvu mara mbili. Parce que oya soki on les a héritage. Ile alipata ni Donc toutes ces choses petit à petit on va reconnaître ça pour afin que yeba. hiyo maneno tutaingia pole pole tu ya baba. Mais yeba boye que Inabidi mjue hivi na kati na yango ndani yao que oyo babengi iniquité c'est la vie sale. ile wanaita maovu ni nguo Mais Israël tant qu'on va représenter encore le royaume dans les besoins. wakati watamuonesha tena ufalme wa mbingu na wapakani. Yeko za natao wanande bakolongola ye abisalos. Jo ile wakati watamtoza baadhi chao. Donc ele koloba akondima parole. Jo kusema atamini neno. Akomilela. Atajililia. De erwana nde Ile wakati akozwa ngolu. atapata Et neema. maintenant la justice éternelle les amis. Sasa ukweli wa milele ni nini? C'est la tradition iniquité à Israël dans le corps la bomba qui Jésus. Muhimu kabisa. Parce que justice de l'homme est là-bas. Kuna Et justice ukweli éternelle est là. iko pia na ukweli wa milele. Yango toujours dans la justice éternelle et la justice ni. Jo ukweli wa milele ni ukweli kali. Aujourd'hui psaume 119. Tunachukua Zaburi Verset 142. mstari kidogo ya 140 Psaume na 119 verset 142. Zaburi 100 Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. tunaisoma kwa jina la Yesu Kristo. Ta justice est une justice éternelle. Ukweli yako na ukweli ya milele. Liboso totalisaki justice de l'homme est habitué, n'est-ce pas? Mbele tulionyesha ukweli ya mtu ni vazi chako. Donc justice de l'homme nde yango nde justice oyo ezouta na loi. Ukweli ya mtu ndio ukweli ambaye inatoka kwa sheria. Maintenant justice ya Nzambe Sasa ukweli ya Mungu nde Psaume 119 verset 142 ndio Zaburi 100 epesi yango kombo justice éternelle. inaleta jina ukweli ya milele. Maintenant tu avances toke na Romains 3 verset 21. Sasa tunaenda kwa Warumi 3 mstari kidogo ya 11. Romains 3 verset 21. Warumi sura ya kwanza. Makambo yo kaka. Hiyo maneno sikia. Mutu msoko fana kuna ukazakende tozo comprendre tena, tozo comprendre. Mtu mwingine ameketi kule ni sawa. Tango ukutana na mtu moko ofolika mnogo bana kuexpliquer kusantiri ku comprendre. Wakati utakutana na mtu unafungua tu kinywa kisha unaanza kusema. Pateki boy. Osante ulibimo nzoka nena comprendre ki. Sasa tunasema Eza la kabonga ni vile. Tozakanati barimina. Uko sawa watu ambao wanakula kisha wanarudisha chakula. Remina zone sera biloko facilement. Romains chapitre 3. Warumi sura ya 3. Romains 3 verset 21. Warumi sura ya 3. Poto wuti kotanga déjà psaume 119. Juu tunatoka kusoma Zaburi 100 verset 142. Na mstari kidogo ya 100. Et le dit justice ya Nzambe. Wanasema ukweli ya Mungu. Yango nde babenga la justice éternelle. Ni yale ambaye wanaita ukweli wa milele. Maintenant aujourd'hui témoignage sur la justice en Nzambe. Sasa tunachukua ushuhuda ingine. Romains 3 verset 21. Warumi sura ya 3 mstari kidogo ya 11. Mais maintenant Sasa sans la loi bila sheria est manifestée la justice de Dieu. inaonesha ukweli ya Mungu. Or déjà justice de Dieu tutotanga ngona Psaume 119 verset 142. Ça va? Mungu tunaisoma kwa Zaburi 119. Donc cela veut dire justice oyo poila. Ndio kusema hii ukweli tu. Il faut aussi que la loi est là. Inabidi pia sheria ishe.
Or, sans la loi, akumbe bila sheria est manifestée maintenant sasa inajionyesha la justice de Dieu, ukweli ya Mungu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. ni wapi anashuhudia sheria na manabii. Justice de Dieu par la foi Ukweli ya Mungu en kujia Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo pour tous ceux qui croient. juu ya wale wote wanaamini, Il n'y a pas de distinction. hakuna kuchagua, Donc, ezala wa juif, ikuwe Wayuda, ezala biso. ikuwe sisi. Pour kokota la justice de Dieu, Juu ya kuingia kufanya il faut croire na Jésus. inabidi kumwamini Yesu. Pour étape pour ékomela pour Juu hii wakati wafikie justice éternelle, ukweli qui est la ya justice de Dieu. na ukweli. Oyo totangi na Psaume 119 verset 142. Unasoma Zaburi Il n'y 119, a point de distinction. hakuna kuchagua. Pour comment la justice éternelle, Juu fike ukweli wa il milele faut croire en Jésus. inabidi kumwamini. Or, Israël a nommé Jésus. Israeli hakumwamini Yesu, À quoi qui Jésus? alimtupa Yesu. Parce que l'évangile de Jésus, Juu injili yetu ni Yesu. tous Romains 11 pour tout que les aussi ça, Tuchukue Warumi 11 verset 28. mstari kidogo 28. Romains 11 verset 28. Warumi 11 Pour te confirmer que Israël a quoi qui Jésus-Christ, juu tuitike ya kweli. oyo balobi ke na kati na ye kaka nde efozwa justice éternelle. Huyu wanasema ndani yake tu njo utapata Balobi kupewa mbele. sans distinction. Wanasema bila kuchagua. Or, Israël a rejeté l'évangile de Christ. Ndio kusema Israeli alitupa injili ya Kristo, En ce qui concerne l'évangile, na yale ambaye inaangalia injili ils sont ennemis wao ni adui à cause de vous. juu yenu. Ozala na malamu? Mnanipata mzuri? Yango moni mbisi ekota na archite mbisi ya mai. Ndio naona samaki ya maji haikuingia kusafina. Noé azoteya babemeki prédicateur de la justice. Noa alikuwa na ubiri, wanamuita mhubiri ya ukweli. Tanga azobenga banyame ya kokota. Wakati alikuwa anaita wanyama tu wengine, Ekazoloba na anasema samba linabetisa mbula. Mungu anapenda kunyeshesha mvua. Information ande mwana mutakobanga ngweza ntaba. Habari modele yule ataogopa Eza balion ni wasimba, banyamwezo tambola na mabele. ni wanyama tu ambao wanatembea chini Soki mbisa tieni toni. kama samaki na Ayoki basoni bisa yeke motei wana solo bake mai ndeko yebele na se. wanamwambia maji tutakuja mingi. Yembisa koloba yangani. Samaki atasema yangu Omondi ni. nene zangi na limiti kuna. Unaona kitu Eko alichofanya? fasilite kana so batere bele. Itanipatia mie uwezo nipite, Eko ede na posede batere bele. itanisaidia nipate mlongo mingi. Donc, nouvelle wana Noé za pona yete. Habari ya Noa sio juu ya Akokota te. hata ingia Akota kimani. atakimbia ni maji kula, Akima mkata. hawezi kimbia mvua. Mbisi wana ezande Israël. Ile samaki ni mfano wa Israeli. Yango moni na création hein. Ndio naona Il mwanzo faut que Jésus-Christ azaka soleil. ujue ya kwamba Yesu ni jua Parce que dans songe à Joseph, tu, mtoto ya Yusufu. Joseph amona soleil, Yusufu aliona amoni jua, lini, anaona mwezi, na betwal. anaona Jacob tango alimboli, wakati Yakobo alabi soleil nde mobali, anasema jua ni Bwana, la lune nde maman. mwezi ni mke. Donc c'est que Ndio kusema soki Jésus-Christ aza soleil, kama Yesu biso et Christ oza na lune. sisi kanisa ni mwezi. Or soki tomemi ye na biso toke ensemble pèlerinage na Genèse 1, Tukambeba yeye na sisi tunaenda kutembea kumwanga Bwana. tokomona place na biso ezala na 4e jour. Tutaona fasi yetu ni siku ya nne, Na Jésus na biso. na Yesu na sisi. Donc place ya baluminaire. Fasi ya manyota, vitu vya kuangaza. Ozola na malamu. Mnanisoma mzuri? Mais tangu voyage ya ligne kosila na 4e jour. Wakati kutembea ya mwezi taisha, Na 5e jour nde Nzambe asala bandeke po bakumu. siku ya tano ndio Mungu aliumba mandege. Ekalisaka biso toke Ndio enlèvement. kusema sisi tunaenda yetu. Donc tongo wana ya 5e jour ekalisaka biso tozala enlevé. Ile usubuhi ya siku ya tano kuonesha sisi tunaenda. Mais tango asali ndekekei, Wakati anaumba ndege ile, Nzambe ya rapidité musala mena na mai.
Mara moja Mungu anakimbilia kufanya kazi kumaji. Akeko sala menambisi. Sasa anaenda kufanya Tala lera sali mbisi. Aona wakati anafanya. Akeko sala mbisi tangu deja ndeka chakupa. Anaenda kuumba samaki wakati Ndeko sake mbisi Israeli. leo inaonyesha kwamba samaki ni Atangu Israeli. biso sitokei. Wakati sisi Ye tumeenda Israeli kwa sala na lero kanda ndameko za kanase. Israeli atakuwa wakati kisirena. Ata kanda ndameko za kanase kwa sala na vantage na yako banga ngote. Ndani ya Mungu itakuwa faida je Israeli hawezi kopa. Kwa sala na vantage na yako banga ngote. Atakopa nini? Eza na vantage na yako. Iko faida yake. Kwa sababu mumokili Israeli wabike nzamba kubeta banasio pona. Wakati watasema Mungu atafuta kuwa dunia, Israeli atasema Mungu atapika mataifa juu yao. Yakomisha bangaki na yeli te ya Noete. Ndio samaki akokopa mafundisho ya Noa. Haleluya. Noelo kwa yo mwae zo kitembele. Noa sema yako maji shuke. Mpona yembisa wabike koedenga yo moni na sakana mapaseni mke. Kaka fleuve mwa mke. Hii tu maji Meso kidogo. ki mae tola. Maji kataa. Seko yedina soma shemba. Tusaidia kwa nitembee mahali hapo. Seki mabele nusu kumo ya Ndio nambisi. kusema kidogo yote kwa yangu samaki. Kola bamba la bino. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.